mkawe mabalozi, kuwaelezea ukweli na uhalisia wananchi yale mema ambayo serikali ya Chama cha Mapinduzi chini ya Mama Samia Angaza alivyotekeleza: ujenzi wa miundombinu ya barabara, ujenzi wa shule, vituo vya afya na mambo mengine. Ninaamini yeyote aliyepo hapa, hakuna kata yake ambayo haijaguswa na mkono wa Mama Samia katika hizi mitatu, ama kituo cha afya, ama zahanati, ama shule, ama chuo cha ufundi. Kwa hiyo sisi tuende kuwa mabalozi kueleza ukweli, tusiende kuwa waongo, kuunga hoja za uongo, kupeka upinzani kwamba mama hajafanya chochote, wakati kwenye kata yako kuna madaktari, kuna hospitali, kuna zahanati, kuna shule na kila kitu. Kwa ndugu wazazi, sisi kama wazazi tumepewa jukumu hili na Chama cha Mapinduzi kulea jumuiya. Tunapokwenda kule chini, tuende tukawe mabalozi. Lakini pia tunapojiandaa kwenda kwenye mchakato wa uchaguzi, kama alivyosema Bwana Boaz, kama unaona unafaa kugombea, kagombee. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Mwisho, ndugu wazazi, nitumie fursa hii kumpongeza sana na kumshukuru sana mbunge wa wilaya ya Rungwe, Mheshimiwa Alton Mantoro. Hili tukio la leo la mahali hapa ndiye aliyelifanikisha kwa asilimia zote. Ni mlezi. Tulipomwelekeza juu ya hili akasema haina shida, nitatoa. Lakini pia tumempata mdau mwingine tena, aliposikia kwamba tunakuja hapa naye ni mzao wa hapa, naye akatuunga mkono, si mwingine ndugu Ali Mwakalindile, na akatuma mchele. Vitu hivi vimetolewa na wadau, watoto wenu, ndugu zenu, wazazi wenu, walezi wenu, kwa ajili ya watu wawili tu, Mheshimiwa mbunge na mtoto wenu wa kwenye kata hii, Bwana Ali Mwakalindile. Baada ya kusema haya, kama nilivyosema, na kwa mazingira yawezekana watoto wenyewe, hata sisi wenyewe wazazi hatuwezi tukahudumia vile ambavyo mnaweza mkahudumia nyie hapa wanapokuwa hapa. Mimi ni mwenyeji wa hapa. Kuna watoto wengine wanapokuwa wanafunga wanatamani asirudi nyumbani. Ninafahamu hicho kitu. Na hiyo sio kwa bahati mbaya, kwa sababu kuna kitu cha tofauti tunachokipata hapa. Tunawashukuru sana na Mungu aendelee kuwabariki sana. Mimi nitumie nafasi hii kwa ajili ya kushukuru jumuiya yetu ya wazazi taifa kwa ajili ya kutoa utaratibu huu, kuweka utaratibu huu wa wiki la maadhimisho ya jumuiya ya wazazi. Ni muda ambao sasa tunapata nafasi ya kuweza kujadiliana ama kubadilishana mawili matatu, namna gani tunaweza tukaendeleza jumuiya yetu. Kwa hiyo nishukuru sana kwa ajili ya mpango huu. Inawezekana bila mpango huu haya mengine asingefanyika. Kwa hiyo ninawashukuru sana kwa taratibu mzuri na mpango huu mzuri ambao ndani yake una baraka. Ni nafasi hii pia kuweza kuongelea kidogo kile ambacho jumuiya yetu imetupa kama ndiyo mwongozo. Swala la maadili. Ndugu zangu, wote tunajua, ukiuliza maadili ni nini, mimi ninavyojua maadili ni mwenendo ama tabia njema. Maadili ni utu. Maadili ni ule ubinadamu tulio nao unaotofautisha sisi na viumbe vingine. Maadili ni ile tabia njema. Maadili ni ile hali ya kujali. Na nielewa ndugu zangu? Sasa sisi kama na kila mabaya sisi madhara yake
yanaathiri hata kizazi kijacho. Kwa hiyo tunao wajibu mkubwa kuendelea kuelimishana, tuendelee kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu unaokuja, na tutumie nafasi hii kutoa rai kama alivyotoa kiongozi wetu kwamba ukijipima, ukiona unazo sifa, unafaa, ni wajibu, ni haki yako. Sawa? Ni haki yako wakati ukifika kwenda kuomba ridhaa. Kama chama kitaona una sifa, kama wanachama wenzako wataona utawafaa kama kiongozi, basi watakuunga mkono. Kwa hiyo tusikae nyuma jumuiya ya wazazi. Sawa? Tusikae nyuma, hizi nafasi zikitokea tuhamasishane, tuchangamkie, tukijua kabisa kwamba baada ya hapa ni hadi mwaka 2030. Matona anajua kwamba mimi niko hapa, na katika hilo nilosema kwamba hivi vifaa vilivyokuja hapa na baadhi mheshimiwa mbunge amewezesha. Yangu naitwa Amina X7 Mwang'ombe, katibu wa wazazi wa wilaya ya Rungwe. Leo tulikuwa na maadhimisho ya wiki la wazazi ambayo kauli mbiu yetu ilikuwa mmomonyoko wa maadili. Tunashukuru sana mgeni rasmi wetu katibu wa mbunge ametusihi na ametuelekeza namna ya mmomonyoko wa maadili, lakini pia na kutufafanulia maadili yenyewe maana yake nini na tunatakiwa tuende wapi katika sehemu tuliopo na tusogee sehemu gani. Lakini na mimi naungana naye na washauri kina mama, kina baba au wazazi kwa pamoja, tuepukane na maisha yale ya kisasa, ukisasa mwingi. Tunaomba turudi yale maadili yetu ya zamani, tuende kwenye mafunzo kutunza watoto wetu. Kina mama wengi sasa hivi tumewakimbia watoto, hawalelewi, maadili yale yamepotea. Tuingize utamaduni wetu ule wa kizamani. Wababa walikuwa wanakaa na rika hii wanakaa nayo, wanawapa mafunzo, lakini bado kina mama walikuwa wanaweza kukaa na mabinti yao kuwaelekeza wanapofikia hata ile barehe, na bado wale watoto wadogo tena wale wakubwa zaidi, kwa ajili tu ya kulinda pia heshima ya nchi yetu. Maadili yameharibika mno, turudie katika maadili yetu yale ya kizamani. Kwa hiyo ninawasihi sana kwa kina mama wa wilaya ya Rungwe, kina baba wa wilaya ya Rungwe, kiujumla wazazi wote, turudi katika mafunzo au maadili yetu au utamaduni wetu wa kizamani. Maisha ya kusema tupo bize kutafuta maisha, unaenda muda wote unafanya biashara, lakini unarudi nyumbani hujui mtoto alikula nini au leo alishinda na nani, na waharibifu ni wale watu wanaotufahamu. Kwa hiyo tukawe makini sana na watu ambao ni majirani zetu, ni ndugu zetu, tuchunguzane vizuri kuepusha mmomonyoko huu unaoendelea wa sasa hivi, ili tupate kizazi kilicho bora. Ubize huu hautatusaidia. Pesa tunatafuta kwa ajili ya watoto wetu hao, lakini haziwasaidii, kwa sababu nipo bize kutafuta pesa, watoto sijawafuatilia. Bado nikirudi huku nakuta tena watoto wameharibikiwa, watoto hawaeleweki. Kwa hiyo tuungane na vitu vyote, tutafute pesa, lakini bado turudi kwenye malezi kama mzazi na tulee jamii nzima. Yaani mzazi ni mzazi tu. Bwana Murage Masiba ni katibu wa wazazi kata Mpugusa. Bwana, huyu swala muhimu kwa maadili, ninavyoiona binafsi ni kwamba tunaanza kuharibu wazazi. Wazazi ndio itatakiwa tujirekebishe, kwa sababu tu wavumilivu kwenye ndoa, kwa sababu hii ndoa watoto kuwalea upande mmoja, kama mama ndo analea watoto, nafikiri inakuwa ni changamoto sana. Hawezi kupata maadili ya baba. Kwa sasa kina mama na wako bize kutafuta uchumi kwa ajili ya watoto. Sasa watoto wanabaki mtaani, ndio wanapata muda wa kwanza kujifunza tabia mbovu, kwa sababu wanashinda watu ambao wa mtaani na nini. Kwa mimi naomba sisi wazazi tujaribu kuwa vumilivu hata kwenye ndoa, tuvumiliane ili tutoe watoto bora ambao wanaweza kufuata maadili ya baba na mama. Asante sana kwa kusikiliza. Emmanuel Mwagambe, baada ya nazungumzia leo kuhusu mmomonyoko wa maadili. Niwe na mambo mawili ya kushauri. Moja, niombe nchi yangu, taifa langu, kuanzisha somo linalohusiana na maadili katika shule zetu, kuanzia shule za msingi, sekondari mpaka vyuo. Hili litasaidia katika kutujenga, kutuongoza na kujua nini tufanye, wapi na kwa nani, kwa wakati gani na nini kifanyike. Lakini jambo la pili, ningeomba kila mzazi arudi kwenye familia yake,
wazazi hawatimizi wajibu katika familia zao. Tuone tu mfano, unakuta familia, baba ni dereva, lakini mama anaondoka asubuhi saa 2 anarudi saa 4. Manake hii familia hakuna mtu ambaye anailea, inajilea yenyewe. Mwisho wa siku tunakuja kuangukia katika watu ambao wana maadili ambayo tunayaona sasa sio sahihi kwa taifa letu. Kwa najaribu kushauri kwamba mama arudi kama mama katika kuilea familia yake, na baba awajibike kama baba katika kutafuta kile kinachotakiwa kuingia katika familia, ili mama abaki katika hali ya kulea familia yake. Baada ya kusema hayo, mimi ni washukuru, asanteni kwa kunisikiliza.